Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Plus habari, ambapo alikuwepo hapa Fatuma Hassan kutuletea habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasawa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Mwenyekiti wa Shimuta alimaliza muda wake Roslyn Masamu amewashukuru wajumbe na viongozi wa shirikisho hilo kwa ushirikiano waliompa katika kipindi chote cha uongozi wake. Masamu ameyasema hayo jijini Arusha wakati wa makabidhiano ya nyaraka za uongozi kwa mwenyekiti mpya Mesel Bituro baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa shirikisho hilo, ambapo amesisitiza kuwa mafanikio yaliyopatikana ndani ya Shimuta yametokana na mshikamano na ushirikiano wa pamoja, huku akitoa rai kwa uongozi mpya kuendeleza juhudi hizo kwa maendeleo ya michezo mahala pa kazi nchini. Nilijitahidi kipindi changu kuwa na miongozo ambayo tulitengeneza. Moja ni sports policy, sera ya michezo ya Shimuta, ambayo sera hii tunatamani iende sasa kwa taasisi, ili na wenyewe kila taasisi wakisha wanakuwa na sera ya michezo mahala pa kazi. Kwa hiyo mimi nawaahidi hakuna taasisi kubwa wala ndogo ndani ya Shimuta. Wote uwanja wetu huko sawa. Wewe unacheza karata, wewe unacheza bao tu, jione una thamani sawa na mtu ambaye ana timu ziko 5 ngapi. Nawaahidi hicho kitu tutaenda kufanyia kazi, lakini kama watendaji wenzangu, kwa kweli tutakuwa na spidi sana. Yako mambo mengi ambayo watu wanatamani tuyafanye. Ligi ya mpira wa mikono mkoa wa Dar es Salaam mwaka 2026 imeendelea kutima vumbi katika viwanja vya chuo cha Kampala kilichopo Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam, huku timu ya QT ikiendelea kutawala ligi hiyo ambayo imezidi kupamba moto. Wakizungumza mara baada ya kuchezwa kwa michezo hiyo katika viwanja vya QT Gongo la Mboto, makocha na wachezaji wa vilabu shiriki wameeleza hali ya ushindani kwa vilabu shiriki, huku wengi wakipongeza uongozi wa Dareva kwa kuandaa ligi hiyo ambayo ni kiungo muhimu katika kuimarisha timu za taifa. Makosa, lakini at least tumecheza, tumepambana, kila pande zote mbili, timu zote mbili zimecheza vizuri. Cha wapinzani wetu ni kizuri, sio mbaya, lakini waongeze bidii. Kwa kweli mchezo leo ulikuwa mzuri, lakini ulikuwa sio mzuri sana kwa upande wetu sisi, kwa sababu tulipanga vizuri sana, makosa madogo tu yalitokea, basi tunacheza nao ni Serie A, sisi ni Serie B. Kwa upande wetu sisi tumejitahidi. Naam, sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu Witness Ngalawa alimaarufu kama Winga Teleza. Katika mchezo wa tennis ni kuwa nyota wa mchezo wa tennis kutoka nchini Italia Jannik Sinner amefanikiwa kutoa ubingwa wa michuano ya Monte Carlo Masters baada ya ushindi dhidi ya mpinzani wake wa karibu Carlos Alcaraz kwenye mchezo wa fainali uliofanyika nchini Ufaransa. Sinner alicheza kwa kujiamini na umakini mkubwa, akidhibiti mchezo dhidi ya mpinzani wake na kutumia vyema nafasi alizozipata ili kuibuka mshindi. Ushindi huo unaongeza mafanikio makubwa katika taaluma yake, huku akiendelea kudhibitisha ubora wake katika mchezo wa tennis duniani. Kutwaa taji hilo kunamweka Sinner katika nafasi ya kwanza kwenye viwango vya ubora wa wachezaji wa tennis duniani na kuimarisha matumaini yake ya kufanya vizuri zaidi katika mashindano makubwa yajayo. Mashabiki wa mchezo wa tennis duniani wameendelea kumpongeza Jannik Sinner kwa mafanikio hayo, wakiamini kuwa anaendelea kuwa miongoni mwa nyota wanaochipukia kwa kasi kubwa katika mchezo huo kwa sasa. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa. Asante Witness Ngalawa kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa kwa umakini wa hali ya juu. Na sasa ni wasaa habari za burudani, ambapo washiriki 20 wa shindano la Miss World Tanzania kwa mwaka 2026 wamefuatilia kikao cha 7 cha mkutano wa 3 wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma leo Aprili 13, 2026. Mamisi hao ambao mmoja wao atatoa taji la Miss World Tanzania ataiwakilisha Tanzania katika mashindano makubwa duniani ya Miss World mwezi Septemba 2026 yatakayofanyika nchini Vietnam. Aidha, walembo hao walipata wasaa kuzungumza na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda.
built with a purpose. Manake liko kusudi ndani yako. Kwa hata unapopata fursa ya kuwa mrembo, usifurahie tu kuitwa mlimbwende, ukakutana na njemba zile ambazo zimekaa kwenye engo, kazi yake kuvizia kuharibu hatima yako, lakini jua pia unalo kusudi. Na kusudi limegawanyika kwenye maeneo mengi, lakini leo naomba niseme maeneo matatu tu muhimu. La kwanza, usikubali kujidisappoint mwenyewe. Why? Kwa sababu nayo ndoto. Usikubali ndoto yako ikafa kwa sababu umeshindwa kufocus. La pili, wazazi wako wanayo matumaini na wewe. Don't allow wazazi wako wakafika hatua wakaregret. Finally unamuumba ukujileta hapa duniani. Usikubali Mungu wako akajutia kuruhusu uje duniani. Naam, taarifa hii inatuwekea tu kwenye habari za michezo na burudani kutoka hapa Channel 10 Plus. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, golikipa wa kisasa wa mpira. Nirejeshe matangazo yako kwake Fatma Hassan kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Usiondoke.